Tutaendelea kuongeza uwezo wa kupokea simu pamoja na kuendelea kuimarisha mifumo ya kidijitali, na tutaongeza kampeni za kuelimisha ili kila mwananchi ajue kuwa ana sauti na sauti hiyo ina thamani. Na kwenye hili tutakuja na mpango maalum ambao utajulikana kama Ijue Namba Yako. Tutakuja na mpango ambao kila Mtanzania utakwenda kuhusu elimu, lakini Ijue Namba Yako, mpango huu utatusaidia, pamoja na kwamba tumemteua mkurugenzi wa elimu wa huduma, lakini mpango huu utakwenda kutusaidia ili kuimarisha mifumo ya kwenda kudhibiti magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Sasa katibu mkuu atalieleza hili hata kama kwa dakika moja nitakapohitimisha hotuba yangu. Aidha, taarifa na takwimu zinazopatikana kupitia mifumo au mfumo huu zitaendelea kutumika katika kupanga sera, kupanga mipango na mikakati ya kuboresha huduma za afya nchini. Hii ndio njia ya kujenga mfumo wa afya unaojifunza kila siku, unaojirekebisha kila siku. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote waliohusika katika kuanzisha na kuendesha mfumo huu, mfumo wa Ongea na Waziri, pamoja na wananchi wote wanaoendelea kutumia mfumo huu. Ushiriki wenu ni nguvu ya mageuzi tunayoyahitaji. Ninawakumbusha jambo moja: tujenge pamoja sekta ya afya inayosikiliza. Tujenge pamoja sekta ya afya inayojali. Tujenge pamoja sekta ya afya inayowajibika. Na zaidi ya yote, tujenge pamoja sekta ya afya inayotambua kuwa kila sauti ya mwananchi ni mbegu ya mabadiliko. Ninawaomba Watanzania kuendelea kuwa na imani na sekta ya afya. Tunatambua kwamba sekta hii si sekta inayohitaji siasa. Wataalamu wa sekta hii ni wataalamu wasomi kwelikweli, wabobezi na ni wanasayansi. Kwenye sayansi hakuna siasa. Niwaombe Watanzania wote kwa ujumla, wale wenye changamoto, tumeweka utaratibu maalum wa namna ya kutufikia kupitia Ongea na Waziri kwa namba 199. Lakini maelekezo yangu, vituo vyote vya kutolea huduma kutakuwa na namba maalum ya kumfikia mganga wa mkoa, mganga wa kituo cha afya, mganga wa wilaya, zahanati zote nchini na wataalamu na watendaji katika taasisi zetu zote, kuanzia Muhimbili pale Ocean Road, taasisi ya kansa, pale Moi, taasisi ya mifupa, taasisi ya moyo. Alipofanya uzinduzi pale Arusha, namba ile iko live. Mwezi mzima tumepokea simu nyingi, zaidi ya simu karibu 2000, wananchi kuulizia katika maeneo mbalimbali. Lakini pia akaweka utaratibu kwamba pale mwananchi anapopiga ofisini, liko wataalamu mbalimbali wa kujibu yale maswali. Kwa hiyo anapouliza pale pale kero inatatuliwa. Lakini tukaweka utaratibu, ikifika mwezi tunafanya majumuisho, ni maswali mangapi yameulizwa kwenye maeneo gani, mangapi hayajajibiwa. Na akaweka utaratibu kila mwezi sasa atakuwa live kuwasikiliza wananchi, ili yale maswali ambayo yameulizwa ya kisera, kwa sababu ya kitaalamu sisi tumefanya hiyo kazi, yale ya kisera yaliyoulizwa, Mheshimiwa Waziri ndiyo siku ya leo kila mwezi anatumia nafasi kuweza kuyajibu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana, umetembea zile ahadi zako ulizozisema, na sisi watendaji ambao tuko chini yako tumetekeleza na tumeandaa mkutano huu wako wa kwanza wa mwezi ambao ulisema kwamba tukuandalie. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri,
kwa sababu leo ni mwisho wa mwezi toka umezindua. Tutakachokifanya leo, tutafanya mambo makubwa mawili katika dhana hii. La kwanza kabisa, tutatumia fursa, kwa sababu tumefanya publicity kubwa sana ya kuwaeleza wananchi kwamba leo Mheshimiwa Waziri ataongea na wananchi. Kwa sababu wananchi wanafuatilia live, nina imani walioko live tutawapa fursa wapige simu hapa live waongee na Mheshimiwa Waziri. Na hapa Mheshimiwa Waziri, yote ya kitaalamu ni kuhakikishia umenipa maelekezo. Waganga wote wa mkoa huu wako hapa, wakuu wote wa taasisi hospitali zetu wako hapa, wataalamu kutoka Wizara ya Afya makao makuu tuko hapa kujibu maswali ya kitaalamu. Halo. Unazungumza na Mheshimiwa Waziri, habari za asubuhi. nzuri, karibu sana. Nashukuru sana kwa kazi nzuri unayoifanya. Mimi naitwa Godfrey Mandi, natokea Mbagala. Karibu sana. Ombi langu, nimefurahishwa sana na mpango huu wa bima ya afya kwa wote. Ndio. Ila ombi langu kwamba bima inayotolewa kwa mama mjamzito, na shauri na ombi kama inawezekana iweze kumpatia huduma ya mtoto wake mchanga pale atakapojifungua baada ya kuzaliwa. Yaani isiishie bima kwa mama peke yake, na mtoto pia iweze kumpata. Hii ni ombi langu Mheshimiwa Waziri, nitashukuru sana. Mimi natokea Mbagala Chamazi.